pamoja na Marekani, ukiangalia mfereji wa Panama kule Mexico. Kwa hiyo maeneo yote ambayo yana turufu ya kijiografia ni maeneo ambayo kwa kweli yatakuwa yanagombaniwa. Kwa mfano nikiongezea, kwa mfano tazama eneo la Somaliland leo hii kihistoria na kutokana na takwimu za Umoja wa Mataifa hata Umoja wa Afrika, Somaliland ni eneo la shirikisho Somalia, lakini kwa sababu ni eneo madhubuti kijiografia, watu Israeli wamelitambua na kuna mpango wa kupeleka vinu vya kijeshi kwa lengo la kuhakikisha kwamba kupambana na wapinzani wao ambao ni Wahuthi kutokea Yemen kaskazini. Kwa hiyo hiki ambacho kinachoendelea duniani kinatuonyesha kwamba dunia imeingia katika wakati mwingine, na kimsingi tunaishi kwenye kipindi cha tofauti sana cha kihistoria. Yani inawezekana tukawa tupo katika, tumezaliwa kwenye kizazi hichi karne 21, lakini tunashuhudia siasa ambazo zina mageuzi makubwa sana. Kwa hiyo kinachoendelea mlango bahari wa Hormuz kinaonyesha namna gani udhibiti na mishipa ya damu ya kijiografia ni sehemu ya siasa za kimataifa na ni sehemu za siasa za wakubwa. Na hii inakuonyesha kwamba sasa mtu ambaye atakuwa na ushawishi kuna hayo maeneo maka ni kwamba atakuwa na nguvu ya ulinganisho kuliko wengine. Lakini good enough au bad enough ni kwamba wale ambao wapinzani wao sasa, ukitazama au Irani wameendelea kuonyesha upinzani mkubwa sana, japokuwa Trump amekuwa akitoa kauli tofauti tangu mzozo umeanza. Ameweza kutoa kauli tofauti zaidi ya 800 tangu mzozo umeanza. Kwa sasa ni hali ya Hormuz ambayo imekuwa ikiendelea. Mbona kwa mfano Trump jana anasema kwamba tutasindikiza meli ya tutaondoka, huku Mojitaba anasema kwamba wao wataendelea kudhibiti. Kwa hiyo kwa kweli katika mambo yote tunachokio ni jiografia. Jiografia nzuri ipo wapi? Watu watakuja na kuweza kugombania. Jana miongoni mwa kauli ambayo pia imeibua mjadala na tumewahi kuijadili hapa, akasema anataka sisi watu tunakuwa mbele ya muda kidogo. Kabisa. Ni kauli ya rais mstaafu wa Marekani Barack Obama. Amekuwa kimya kwa muda mrefu kwenye haya, na nataka nikuulize pia, wastaafu inaonekana kwenye maeneo kama haya huwa wanatulia sana. Barack Obama anatoa kauli, anasema hoja alizotumia Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, kumshawishi yeye enzi hizo kutaka kuishambulia Irani, ndio hoja hizo ambazo kazitumia na kamueni Donald Trump. Yes. Anasema hoja zile ndio ambazo mimi nilizikataa, lakini hizo ndio kamshawishi na Trump ameingia. Na ukitazama hizi hoja ambazo Netanyahu, kwanza tuanze hizi hoja ambazo Netanyahu amewashawishi viongozi, na sio tu Barack Obama, viongozi wengi tangu Netanyahu anaingia mamlakani miaka ile ya 96 97 na chama chake cha Likud baada ya kufariki Yitzhak Rabin. Netanyahu amekuwa akishawishi utawala wa Marekani na amekuwa akisema wazi kabisa kwamba Irani anakaribia kufikia silaha za nyuklia. Amesema hivyo kuanzia katika Bush mdogo, Bush mkubwa, Barack Obama, Trump kipindi cha kwanza, Biden na Trump kipindi cha pili. Kwa hiyo hoja, kitu ambacho ilikuwa anakisema Netanyahu miaka 2000 au miaka 90, ameendelea kukifanya mpaka mwaka 2020. Sasa hoja msingi ni kwamba kwa nini viongozi wenzake wote hawakuchukua hatua ya kuanzisha vita dhidi ya Iran? Huo ndo mjadala. Na Obama anaweka wazi kwamba mimi nilichagua diplomasia. Kwa mfano ukimtazama Barack Obama, yeye alikuja na mpango maarufu sana mashuhuri, Joint Comprehensive Plan of Action, kwamba jumuiya ya kimataifa, yale mataifa makubwa matano yakakaa na Iran. Cha kwanza ilikuwa ni kuweza kuiondolea vikwazo. Tuiondolee vikwazo, sanction. Na Iran akakubali kurudisha nyuma mpango wake wa nuclear, na akasema kwamba sitaendeleza silaha za nuclear, lakini niondolee vikwazo. Sasa ule mpango kiutazama kwa mtazamo wa Trump, unasema kwamba ulikuwa unawapa nguvu za kiuchumi taifa la Iran, kwa sababu kunafanya biashara dunia. Umeona? Lakini la pili, mtazama viongozi wenzake wote ukotazama walishindwa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya athari. Walijua kuanzisha vita dhidi ya Iran itakuwa sio tu athari kwa washirika wa Marekani, lakini pia itakuwa ni athari kwa dunia. Kwa hiyo sasa walikuwa wana hofu kwamba tukianzisha vita dhidi ya Iran, athari yake za kiuchumi dunia itakuwa vipi? Athari zake za uchumi wa kikanda, uchumi wa kimataifa. Je, hayo mafuta, gesi, mbolea, utazama na rasilimali muhimu zote ambazo zimekuwa zikipita
kwenye mlango bahari wa Hormuz itakuwaje? Kwa kutumia dhana ya rational approach kwamba kufanya uchanganuzi wa kimantiki ili uje kupata majibu au maswali ambayo yanatabilika, walikuwa wanaona kabisa kwamba sio maamuzi ya kimsingi au ya kimkakati kuanzisha vita dhidi ya Iran. Lakini Trump aliweza kuanzisha vita dhidi ya Iran. Obama anaulizwa kwa nini yeye alikuwa akitumia sana mbinu au mkakati wake wa diplomasia, mazungumzo, na hakutaka kufanya hichi ambacho kinafanyika saizi, na yeye akauliza. Yani aliulizwa hivyo na yeye akauliza kwamba ile jibu langu lijibiwe ni nyie mkae mjiulize mpaka sasa Marekani imepata nini baada ya haya yaliyotokea. Sasa huyu ni Barack, sio mchungu wala sio kizao ni mtei. Huyu ni Obama anauliza sasa Marekani imepata nini? Imefaidika nini? Ili msio mimi nilikuwa nakosea kutokufanya hivi. Kwa sababu hiyo kauli na kuonyesha sasa vile vile yale malengo ambayo tulikuwa tunayazungumza Marekani hajayapata. Na kwa sababu kuna na hiyo hoja ambayo anaijenga Barack Obama, ukitazama katika hatua za Trump ni kiongozi ambaye anapenda kuweka historia. Cha kwanza, of course ameweka historia ya kushinda kama rais wa 47 na rais wa 45 ukimtazama. Lakini pia anataka kuweka historia ya kudondosha utawala wa Tehran. Sasa ukimtazama huyu Ayatollah Khamenei ambaye amefariki tangu ameingia mwaka huo miaka 80. Tazama, unaona kabisa amekuwa akipambana na viongozi wote ambao walifuatia na walishindwa kumngoa. Kwa Trump alivyokuja akasema kwamba mimi nataka niuondoe utawala wa mamula maayatollah. Sasa je, amefanikiwa? Jibu ni kwamba ni hapana. Ameondoa watu. Yani ameondoa watu of course, wakina Ayatollah leo wapo, wakina Ali Shamkhani wapo, wakina Ali Larijani wapo, lakini je, ameondoa mfumo? Kwa sababu tunakubaliana kwamba Irani ni mfumo, is a structure. Kuna mfumo wa Ayatollah ambao ni mfumo ambao una sura ya kisiasa yenye mtazamo wa kidini, lakini pia una rais wa nchi. Lakini ukiacha kwamba zile ambazo zinazoitwa instrument of state power, masuala ya nuclear, usalama, si jeshi la mapinduzi, jeshi la wananchi, jeshi la polisi na taasisi zote nyeti ambazo zimekuwa zikipokea amri, kuna mfumo mmoja wa Ayatollah. Sasa tujiulize hapo leo hii kwamba okay, leo umemuua Ayatollah Ali Said Khamenei, umeondoa mfumo mamula, umeleta demokrasia ambayo ulikuwa unaipigania. Ndio jibu la Obama kwamba diplomasia ambayo nilikuwa naitumia ilikuwa ni nafuu, na ukitazama ilikuwa haina athari kuliko vita ambavyo tumeamua. Lakini vile vile lazima tufahamu diplomasia ni sarufi. Yani ukiona kwa mfano taifa limeingia kwenye vita, maana ni kwamba diplomasia imeshindwa kuchukua nafasi. Kwa hiyo mataifa au zile pande mbili zimeingia kwenye sarufi nyingine. Kama lengo la Marekani na Israeli ni kutaka kuiona Irani sio na nguvu kijeshi, sio na nguvu kivita, sio na nguvu kinyuklia, hatuwezi kuiweka kwamba kina Obama ndio wamechelewesha na kuifanya Irani kujiimarisha zaidi. Wamarekani hawataki kuona taifa lote ambalo linainuka hapa duniani. Ndio hiyo nakwambia, haiwezi kuwa Obama anajisifia lakini anaweza kalaumiwa kwamba ulikausha ndio maana watu wamejiimarisha mpaka sasa hizo wana nguvu kiasi. Sasa ni kweli hiyo hoja ambayo naijenga sana ni hoja mtazamo wa Trump. Kwamba watu walioondolewa vikwazo wamepata pesa. Kwani hoja unafikiri ya kuwataka Irani kuchukua kodi kule mlango bahari wa Hormuz nini? Ni hoja ilikuwa kwamba watu kiwaachia watapata nini? Pesa. Watajenga zaidi kiuchumi. Watawapa pesa Hamas, Hatibu Hezbollah, Sifaniyon na Houthi. Kwa sababu ya makundi yote kumbuka yamekuwa kipata msaada wa kifedha. Sawa, na wa kiusaidizi kutoka Tehran, Iran. Yeah. Sasa hoja za Trump anazijenga katika mtazamo huo hapo. Kwamba watu tukiwaachia watakuwa na nguvu za kiuchumi. Wakiwa na nguvu za kiuchumi, yale maendeleo yao ambayo ni makubwa kuna vikwazo. Je, wakipata pesa yatakuwa na nguvu zaidi. Kwa sasa tuwaekee vikwazo. Sasa ukitazama vikwazo havijafua dafu. Kutengwa kujafua dafu. Okay, mmewatoa kwenye mifumo yote ya kimataifa lakini bado hajafua dafu. Kwa wakaamua sasa kuweza kuanzisha vita na mkakati wa vita ukiutazama ni kama kurudisha nyuma maendeleo ya Iran. Yaani kwamba tuishambulie maeneo yao muhimu, tuharibu viwanda, tuharibu mifumo ya nuclear,
tupige vio vyao vikuu kule Irani, ili mwisho siku sasa maendeleo yao kama taifa yaweze kurudi nini nyuma. Kitu tujiulize, je, maendeleo ya watu yapo kwenye majengo au yapo kwenye mioyo ya watu? Kwa kitu ambacho Irani wao wamefanikiwa, ukiacha wamekuwa kwenye vikwazo, wameweza kujenga taifa na kujenga watu. Hakuna kazi ngumu kama kujenga watu. Ni rahisi kujenga maflyover. Utakopa, utajenga maflyover, lakini ni ngumu kujenga watu. Kujenga watu ambao watakuwa na resilience, yani watakuwa na uvumilivu wa kuweza kulipambania taifa lako, kuweza kulijenga na kuweza kustahimili. Kwa sasa kuna kazi kubwa sana na kwa kweli kama Trump akishindwa kufanikisha kile ambacho alichokipanga, na ukitazama na miaka miwili kuelekea mwaka 2028, maana ni kwamba atakuwa ni kiongozi ambaye ameingia kwenye historia ya fedhea. Kwa sababu zile tambo ambazo kimsingi alikuwa anazipiga au anaiaminisha dunia kwamba nitaiangusha Iran au nitarudisha kuna nchi za mawe, hata washirika wake wa kikanda wamemkataa, au kuanzia NATO kutazama, hata Umoja wa Ulaya kutazama, kwa sababu wanaona kabisa kwamba athari zake za kiuchumi zimekuwa si tu kwa dunia, bali vimekuwa zikiwaathiri hata wao. Lakini vile kutazama, kwa kumalizia, je, hizo ukitazama vile tangu operation ya Urusi nchini Ukraine mpaka sasa hivi nchi za Ulaya zinapitia katika hali gani? Hali ngumu, hali ya recession, mdororo wa kiuchumi. Sasa unapoonyesha vita nyingine kubwa ambayo wao Iran wanaendelea kuenjoy kupigana vita ndefu, maana ni kwamba unasababisha catastrophe. Kwa kweli Barack Obama na hoja ya msingi kwamba diplomasia yake ilikuwa na nafuu kuliko vita ambayo imeanzishwa kwa Rais Trump, ambao ukitazama jita matukio yote kama mwanzo. Sasa hivi tuko wapi? Kwa sababu Marekani jana anasisitiza kwamba bado tupo kwenye usitishaji wa mapigano. Lakini katikati ya huo usitishaji Trump anatangaza operesheni Project Freedom ambayo kimantiki kabisa ni kwenda kushambulia. Kwa sababu ukienda kuzilinda meli zipite mlango bahari wa Hormuz, maana yake unakaribisha mashambulizi, mtashambuliana. Na anatoa kauli kwamba atakayemzuia analifuta taifa lake. Yani Irani akimzuia kufanya hicho ambacho atakifanya sasa kwenye operation yake, anafuta taifa. Bado usitishaji upo au tayari vita inaendelea? Vita bado inaendelea, ila vita imehama. Vita imehama sasa, kwa sababu lazima tukumbuke kwamba siku tatu za kwanza au siku moja ya kwanza, na wewe ulinipigia simu baba, na sababu chungu, mbona siku moja tu viongozi wetu wanafariki? Ilitegemea kwamba hii operation ikianza ndani ya siku tatu, wa Marekani na Israel watakuwa wamekabidhi nchi kwa watu ambao kimsingi wanawataka wao. Na mpango wa nchi ya Iran ulikuwa ni kumrudisha Reza Shah Pahlavi, mtoto wa mfalme Mohammad Shah, ambaye huyu alipinduliwa mwaka 1979. Unakumbuka? Mwaka 1953 alikuwa waziri mkuu wa nchi ya Iran Mohammad Mossadegh, ambaye naye alipinduliwa kwenye operation ya Jax. Sasa huu mpango umeonekana umefeli, kwa sababu ili uweze kuleta utawala mpya kama ule ambao kwa mfano labda walitaka kupeleka labda kwa mfano katika nchi ya Venezuela baada ya kumuondoa Maduro, unahitaji kupata mass support, na mass support kuanzia ndani. Sasa je, tujiulize, hicho kifo cha Ayatollah kimeleta kitu gani? Moja, kimeleta watu kuweza kuwa wamoja. La pili, kimeweza kuwasababisha watu kuweza kusahau matatizo yao na kuweza kupigania taifa lao. Sasa kutazama, wanaona bora wasikosi chochote, bora tushikilie huo mlango bahari wa Hormuz. Maana ni kwamba kama wangeuleta utawala mpya wa Iran, maana ni kwamba Marekani na Israeli wangekuwa na ushawishi kuanzia kuna nuclear, ushawishi kuna nafasi ya kijiografia, ushawishi wa kikanda. Na Mashariki ya Kati yote ukitazama, hakuna taifa ambalo ni kizingiti kikubwa dhidi ya kinachoitwa ustaarabu wa magharibi kama taifa la Iran. Yani ukiweza kuidondosha Iran, umeweza kuidondosha Houthi, umeweza kuidondosha Palestina, umeweza kuidondosha Hamas, umeweza kuidondosha Hezbollah ukitazama. Sasa kwa sababu unaona kabisa kwamba yale malengo yao matano ya kuitaka Irani kutokuwa na mpango wake wa kujilinda, kuitaka Irani kutoendeleza mpango wake nuclear, kuitaka Irani kutokuwa na ushawishi wa kikanda, na kufanya regime change haujatimia. Kwa wanaamua sasa bora tuendelee kuidhibiti Irani
kwa kutumia nafasi yake ya kijiografia. Na ukitazama vile vile nafasi ya kijiografia Iran imekuwa vile vile bado ni mwiba mchungu. Mojtaba Khamenei anasema kwamba anaweza kufungua mlango bahari wa Hormuz haje. Alimwambia hiyo kauli Emmanuel Macron. Na juzi kutazama kimeshambuliwa baadhi ya mifumo ya mafuta ya nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Irani wanaonya vile vile jana kwamba kama wakilipiza au nchi yote kilipiza, basi vita itaendelea tena. Maana ni kwamba sasa Irani wanachokiona wao, yani hichi ambacho wanakifanya Marekani, wao washaweza kuishi nacho. Kwa sababu wao washaweza kuishi kuna vikwazo. Tunajua hapa miaka 47 kuna vikwazo. Tunajua hapa kwamba wao wamezoea kusaidiana au kutengwa. Sasa je, ukitaka kusema kwamba eti Irani labda ufungue mlango bahari wa Hormuz na hata kutazama mlango bahari wa Hormuz, sasa hivi meli nyingi zimekuwa zikilipa katika utawala wa Tehran. Kwa kweli upande wa pili unatafuta sababu ya kuendeleza operation yao dhidi ya Iran, kwa sababu pesa wametumia nyingi, athara ni kubwa, kambi karibia 6 za Marekani zimeharibiwa, fedha imetumika nyingi, lakini malengo ya msingi hayajatimia. Kwa hiyo kwenda Hormuz, kubadilika kwa Trump, sintanisha operation mpya. Jana mwenye Trump anasema kwamba anasema Irani ipo tayari kwa ajili ya kumake deal. Kwa kweli ameendelea tu mwenyewe kuonyesha ile haiba yake ya tunasema transaction, na mtu ambaye hatabiliki, haeleweki, wala kile ambacho kimsingi amekuwa amekisema au anakifanya kimekuwa hakina msingi wote wa kimantiki, kama vile ambavyo kimsingi amekuwa mwenyewe akimaanisha kama kiongozi. Unaikataza Irani kuwa na nyuklia, alafu wewe na mataifa mengine yanayo, ni vigumu sana kuingia akilini. Ameandika, hajasema jina lake, lakini kupitia 0683802966 wewe unasema mchungu kwenye historia ya Marekani ni rais yupi aliyepita ambaye sera zake zinafanana walao kwa karibu na sera za Trump? Anaitwa Aidan Julius, yupo Kibanda Maramba, Tanga huko. Rais ashakuja anafanana hivi. Of course, kwanza lazima tuelewe kitu kimoja vile vile kwamba viongozi wa Kimarekani wakija, tunasema kuna wale ambao ni wahafidhina, kuna watu ambao ni realistic, na kuna viongozi ambao wanakuwa ni moderate. Lakini hawa viongozi lazima tujue kwamba wote wamekuwa wakilinda core value of national interest, maslahi ya msingi ya taifa la Marekani. Na lazima ufahamu maslahi ya msingi ya Marekani ni lipi. Moja ni kuifanya Marekani endelee kuwa superpower. Yaani ile hegemonic power Marekani lazima endelee kuwa kubwa. Ya pili ni kuhakikisha kwamba Marekani inaendelea kudominate mifumo ya uchumi, usalama, kuendeleza kitu kinachoitwa balance of power, yani kuwa na uwanda wa kimamlaka. Lakini la mwisho ni kuhakikisha kwamba sasa wenyewe wamejipa kazi ya kuwa policeman of the world, yani kuwa ni polisi wa kidunia. Ndio maana kwa mfano kitokea hali yote mbaya wamekuwa wakifika haraka au wakitoa matamko. Sasa Rais Trump ukimtazama kimisimamo anafanana zaidi hata na Rais Reagan ukimtazama. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye anapenda sana kuweka historia. Trump ni mtu ambaye anapenda sana kuweka historia. Yaani yeye anataka kuwa kiongozi ambaye naamini amefanya vizuri kuliko viongozi wengine wote. Ndio maana hata hotuba zake ukimtazama, kuna hotuba yake ya taifa anasema kwamba mimi nimeweza kufanya uchumi wa Marekani kuwa mkubwa kuliko viongozi wote. Mimi ndo nimeweza kumuondoa uhai Ayatollah. Mimi ndo nimeweza kuimaliza nguvu Hamas. Mimi ndo nimeweka bajeti kubwa ya ulinzi. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye anaamini katika kuweka legacy. Lakini vile Trump ni kiongozi ambaye anapenda sifa, populist. Ni mtu ambaye anapenda umashuhuri. Na hiyo kwa sababu ya historia yake. Tunafahamu huyu amekuwa ni mfanyabiashara mkubwa, amefanya kazi kubwa sana kwenye media, amedhamini mashindano makubwa ya Amerika. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua kucheza na vyombo vya habari. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye anaamini kwamba yeye lazima aweze kuwa top of the town. Kwa hiyo Trump kimisimamo, kwanza ni realistic, lakini la pili ni muafidhina, lakini la tatu ni mtaifa, lakini la nne ni mtu ambaye anapenda umashuhuri au anapenda umaarufu, lakini la tano ni mtu ambaye anaamini kabisa kwamba wao ndio wamepewa ruhusa na Mungu kutawala, kumiliki na kueneza utaratibu wote wa kimataifa. Kwa hiyo unaweza ukamfanyisha Trump
kwa kumwangalia sifa zake, haiba ambazo zimekuwa zikimtofautisha au zikimfananisha na viongozi wenzake. Bwana, sitarejea hapa kwa ajili ya wino mzito. Wewe endelea kutuandikia maoni yako, mitazamo yako kupitia 0683802966, lakini kumbuka pia tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Kule nako unaweza kuandika comment yako, nitakuwa nikisoma. Exaudi Mteni ipo hapa, Godfrey Mchungu yupo, John Lupokela pia yupo. Hii ni safari